Wakulima wengi wa korosho, ndugu mtazamaji, wanapoteza mavuno yao bila kujua makosa haya matano. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia makosa haya matano ambayo yanapelekea wakulima wengi kuweza kupoteza mavuno yao, na kosa namba 5 ni la muhimu sana. Naomba twende pamoja ili tuweze kujifunza. Kosa namba 1, ndugu mtazamaji, ni kutokutunza miti ipasavyo. Kwani wakulima wengi sana wanakuwa wanalima korosho lakini hawaitunzi ile miti. Tunakumbuka kabisa katika zao la korosho, na wewe ni miongoni mwa mojawapo ambao unavuna zao hili la korosho, kama usipotunza korosho ule mti, ina maana utakupelekea kutokupata mavuno yaliyokuwa ni mazuri. Kama unaangalia katika skrini yako hapo, zao la mti wa korosho ni mti ambao ni mkubwa, ni mpana. Kwa hiyo bila kutunza basi hautaweza kupata mavuno yaliyokuwa ni mazuri. Na kosa namba 2, ndugu mtazamaji, ni palizi. Ukiangalia katika skrini yako hapo, ina maana mkulima wetu huyu anajitahidi sana katika swala zima la palizi. Palizi ni kosa namba 2 kubwa ambalo litakupelekea wewe ushindwe kupata mavuno yaliyokuwa ni mazuri. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, ni kuhusiana na upulizaji wa dawa kwa wakati. Kwani tunaamini zao la korosho linaathiriwa sana na wadudu. Hivyo basi usipulizia dawa kwa wakati itakupelekea wewe kutokupata mavuno yaliyokuwa ni mazuri. Na kitu kingine, kosa namba 4, ni kosa la mbolea. Watu wengi hawaweki mbolea, na mbolea zinakuja za aina mbalimbali lakini hawaweki kwa wakati, na wengine hawaweki kabisa mbolea, na hii itakupelekea wewe kutokupata mavuno uliokuwa ukitarajia na uweze kufanikisha. Na kitu kingine ni kuhusiana na swala zima la kupogoa au kuweza kupunguzia. Watu wengi hawapunguzii mikorosho yao, na hii inapelekea kutokupata mavuno yaliyokuwa mazuri. Ndugu mtazamaji, ina maana mavuno kuwa mabaya au mazuri ni kulingana na wewe jinsi gani ambavyo unaweza ukatengeneza mikorosho yako na ukaweza kuepukana na haya makosa matano muhimu. Naomba ndugu mtazamaji, twende moja kwa moja kwa mkulima ili aweze kutupa uzoefu wake kutoka shambani. Napunguzia kwa sababu mkorosho nataka niupe nafasi ya kuweza kujitanua zaidi, ni ya matawi yajitanue zaidi. Ina maana kwamba kama si hivyo mkorosho unakuwa katika hali dhoofu. Kwa hiyo hali hii ya kupunguzia haya matawi kama unavyoona ni kwamba mkorosho nahupa nafasi ya kujitanua, ya kujimwaga matawi kinyafasi zaidi. Kwa hiyo ndio tu ambayo mimi huwa ndo naifanya hapa, ndugu mtangazaji. Pole sana. Pia kuna wengine pia wanasema kwamba hata matawi yanavyokuwa yanazidi kufika chini, ndio maana mikorosho mingi inaathiriwa sana na wadudu. Ndio maana unakuta mikorosho mingi inapuliziwa wadudu, inapuliziwa dawa ya wadudu kama ile, mfano kama sulfa na dawa zingine. Kwa hiyo hata matawi yanavyokuwa yanagusa chini, kuna asilimia kubwa kuweza kuchukua wadudu kutoka ardhini huku na kupeleka juu, na mavuno yakawa mabaya au mavuno yakawa ni machache. Jambo nasikia ni la kweli au ni maneno tu? Ni kweli ndugu mtangazaji. Kwamba ni kweli, kwa sababu haya matawi yanapogusa chini basi wadudu wale ambao wanaonyonya maua, kwa sababu kwenye hii miti kunakuwa na ile mihua, yani ile milea, sisi tutasema milea. Kuna ile milea. Kwa hiyo hii milea hakuja wadudu wa kutambao unakuja milea wanakata. Kwa hiyo wakikata mti, yani huu mti unakuwa hauwezi kuendelea tena kujitanua ama aidha kuchipua. Kwa mfano ndugu mtangazaji, kama unaona hapa, umeona huu? Umeona huu? Huu yani huu ndio tayari umechipua. Maana huu tayari umechipua. Maana chipukizi hili ndio inaenda kuzaa baadaye mahua mbele. Inazaa mahua na kwanza kutoa korosho. Kwa hiyo utavyo ndugu mtangazaji, ni kweli, kwa sababu tayari ushaanza kuathiriwa na wadudu kama hivi ambao unaona ndugu mtangazaji kwamba afya yake umeona jinsi ulivyo. Hawa ndio wadudu ambao walikuwa wanaanza kushambulia huu mti. Kwa hiyo iko ambacho umetoka kuzungumza ni kweli, adamasi tunatafutia ili wadudu tusiwape nafasi ya kuweza kupandia juu kwa haraka wale waharibifu. Kwa hiyo hapa tunafikia, baada ya hapo sasa ndio tunapiga sarufa ili wadudu waweze kuwafukuza ambao wapo kando na maeneo haya. Kwa hiyo bana, hongera sana kwa hilo. Asante, nashukuru. Kwa hiyo kwa kazi hii ina maana kwamba umeweka ratiba maalum au kuna kipindi maalum kwamba labda kipindi cha mvua
ndio unafanya kazi za kupruni au unaweza kupruni hata muda wa kiangazi au inakuwaje kuwaje ratiba ya kupruni? Okay. Miche ya korosho. Okay, ndugu mtangazaji. Kupunguzia hii maana sana inakuwa ni kipindi hasa kipindi cha kiangazi. Kwa sababu shamba la korosho ndugu zaidi kwamba yani hili zao kwamba hili ina kazi kweli. Kwa maana kazi yake kubwa ni kwamba kwanza itakuwa kusafisha shamba lako la korosho lote, hakikisha kwamba hata kama ukija moto ndio shamba isiathiri. Kwa hiyo cha kwanza kipindi cha kiangazi kile unaanza kusafisha shamba kuanzia wastani mwezi wa 4. Pale unaanza shamba lako kusafisha lote jeupe. Baada ya hapo sasa unaanza kupunguzia. Unapunguza tayari. Baada ya mwezi wa 5 miche ya korosho inaanza kuchipua. Ikichipua unaanza kupuliza dawa ya sulfa. Dawa kwanza kabisa kuipuliza kwenye zao hili la korosho, sulfa kabla ya dawa zote. Kwa hiyo hapo sasa ndugu mkulima, ndio hapo naona unazungumzia mambo ya dawa. Lakini kwanza tumalizie kwanza kuona umuhimu wa kupruni. Ndio. Hebu tuone kwenye mshida mwingine pale tuone jinsi gani kupruni, kwamba una pruni vipi au unapunguzia vipi. Hii baada hapo sasa tuingie kwenye mambo ya dawa muhimu zile za korosho. Okay, ndugu. Karibu sana. Karibu. Naona kwa korosho iko mingi sana. Na huu leo unafaa kupruniwa au bado? Kabisa, huu unafaa kwa sababu kama hapo unaona wewe tuoneshe matawi gani ya kupruni na kwa mtu anapruni. Kama ni haya. Kama ni haya hapa sasa labda nitoe mfano. Hapa hii hapa unaipa ili kujitanua mkondo wako na kuzaa vizuri. Kama hivi unavyoona ndugu tangazaji. Kama hivi unavyoona hapa, hapo ndio inaanza kuandaa. Maana kuna wengine wanahofia, wanasema kwamba nikipruni shamba nini korosho yangu bana, mavuno yanakuwa ni madogo, au wanawaambiaje watu kama hao? Hiyo ni imani tu mtangazaji. Sio sahihi. Kwa hiyo hapa sasa ziaje? Ina maana hapa hapa unapata nafasi ya kujitanua. Yaani kwanza kumwaga matawi yanakuwa mengi na pia hata ule ustawi wake pia unakuwa ni na kutosha. Ndugu mtangazaji. Kwa hiyo hii ni haya ambayo inatakiwa kwa kila mikorosho. Kama ulikuwa umeangalia ndugu mtangazaji, baadhi ya mikorosho mingi ambayo tayari nimeshaanza kuiandaa ukuti chini hapa, yaani kuna miche kama hii ambayo hapa nimeitoa. Yaani kwa mfano labda tena kwa mfano mtangazaji wangu, tupo mpenzi mtazamaji, tuko tunaendelea katika shamba la mkulima wetu, na ukumbushe tu kuweza kusubscribe kabisa, subscribe, like na comment. Tunaendelea kama huo ni kama huo hapo vizuri. Maana kwanza kuona umeona labda kwanza chipukizi. Hapana. Mtu umeanza kuanzia hapa. Kwa maana hapa hii inaanza kujitanua kwa ile ya kwanza kumwaga matawi ya kutosha na kwanza kuzaa vizuri. Kwa hiyo mkorosho hii ndio hatua ambayo inatakiwa. Hii hatua ambayo unaona hapa mkorosho wako bana huko vizuri. Sio huu ndugu mtangazaji. Ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tuko katika shamba la mkulima, tunaendelea kupata elimu na kujifunza yale makosa 5 ambayo yanaharibu miti ya mikorosho na kujua changamoto yake ni nini, na tayari tushafahamu. Hivyo basi haina budi ndugu mtazamaji uweze kufanya palizi, na kitu kingine uweze kuzingatia katika swala zima la upulizaji wa dawa na kuweka mbolea kwa wakati, na mbolea ambayo inastahili katika swala zima la ulimaji. Na kitu kingine ndio mtazamaji, ukumbuke pia swala zima la kuhusiana na swala la kuweza kupunguzia au kupogoa ni kitu cha muhimu sana katika yale makosa ambayo unashauriwa uweze kuepuka ili kuweza kufanya mkorosho wako uweze kuwa ni imara. Na yote ukiyafanya haya itakupa faida kubwa. Miongoni mwa faida ambazo tutakuja kuipata katika kilimo chako cha korosho, ina maana miti yako itakuwa yenye afya na mavuno yataongezeka. Kama unavyoangalia katika screen yako hapo, mkulima wetu akiweza kutueleza na kuweza kutuonesha ni kwa jinsi gani ambayo miti yake imekuwa ya korosho ikiwa na afya njema, na asili kubwa tu ikiwa ni kuweza kuepuka makosa 5 muhimu ambayo ameweza kutufundisha. Na kikubwa ndugu mtazamaji, kwamba mambo ya kilimo cha korosho yanawezekana na ni hatua ambayo unaweza kaifanya
na ikakupa pesa kubwa na kuweza kusaidia kuweza kuvusha katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa ni muda wa kwako ndugu mtazamaji kuweza kuchukua hatua kwa ajili ya kuweza kufanikisha na kufanikiwa katika mustakabali wa maisha yako. Naomba tu uweze kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kuweza kupata video zetu bomba ambazo zinahusiana na kilimo hiki cha korosho, na pia kwenye comment naomba uniandikie korosho ili kusudi niweze kutumia linki ya video mbalimbali na kitabu kizuri ambacho kitakuongoza wewe ili uweze kujifunza na kuweza kulima kimkakati na kuweza kupata soko lililokuwa bora ili kusudi uweze kupata mavuno yaliyokuwa mazuri na uweze kujikwamua kiuchumi, kwani korosho zinalipa na korosho zinaweza zikakuinua kutoka kwenye hali ya chini kwenda kwenye hali ya juu, kwani watu wengi wameweza kufanikiwa kupitia zao hili la korosho kwa kuweza kusoma na kuangalia video mbalimbali kama hizi ambazo zinakupa elimu kwa matendo ili iweze kusaidia wewe kuweza kufanikiwa katika kilimo. Nashukuru sana, naomba uweze kusubscribe.